Karibu tena mtazamaji wa The World News, na wakati huu tuangalie nini kinajiri katika bara la Afrika. Lakini taarifa ambayo imepambwa katika vyombo mbalimbali vya habari pamoja na mitandao ya kijamii ni juu ya wanafunzi wengine kutekwa nyara huko nchini Nigeria. Serikali ya jimbo la kati la Niger nchini Nigeria inasema watu wenye silaha wamewateka nyara wanafunzi na wafanyakazi katika shule ya bweni ya Wakatoliki. Wakazi katika jamii ya Papiri wanaamini karibu wanafunzi na wafanyakazi 100 wamechukuliwa wakati watu wenye silaha walipovamia shule ya St. Mary mapema siku ya Ijumaa. Shule hiyo inayoendeshwa na kanisa Katoliki ilishambuliwa majira ya saa 8 usiku kwa saa za huko Nigeria. Polisi wanasema majambazi wenye silaha walivamia shule na kuwateka nyara wanafunzi kutoka hosteli yao, na kuongeza kuwa vitengo vya polisi, wanajeshi na mashirika mengine ya usalama wanapiga msako katika msitu kwa lengo la kuwaokoa wanafunzi waliotekwa nyara. Serikali katika jimbo la Niger imethibitisha kwamba mashirika ya usalama yameanzisha uchunguzi, lakini haikubainisha ni wanafunzi wangapi wamepotea. Serikali ya jimbo hilo hapo awali ilitoa agizo la kusimamishwa shughuli zote za ujenzi na kuagiza kufungwa kwa muda wa shule zote za bweni ndani ya eneo hilo lililoathiriwa kama hatua za tahadhari. Kwa bahati mbaya, shule ya St. Mary iliendelea na shughuli zake na kuendelea na masomo bila kutoa taarifa au kuomba kibali kutoka kwa serikali ya eneo hilo, na hivyo kuwaweka wanafunzi na wafanyakazi katika hatari inayoweza kuepukika, imeeleza serikali katika jimbo hilo. Utekaji nyara huu unakuja siku 5 tu baada ya zaidi ya wasichana 20 wa shule kutekwa nyara katika shule ya upili ya wasichana ya serikali katika jimbo la jirani la Kebbi, tukio ambalo limesababisha huzuni ya kitaifa na mjadala mpya kuhusu uwezo wa Nigeria kulinda shule zake. Wakati huo huo, Nigeria bado inaomboleza shambulio la Jumanne usiku kwenye kanisa katika jimbo la Kwara, ambapo watu wenye silaha waliwaua wawili na kuwateka nyara wengine kadhaa. Baada ya shambulizi hilo, serikali ya jimbo la Kwara imefunga zaidi ya shule 50 katika baadhi ya wilaya na vijiji kama sehemu ya kuchukua tahadhari kutokana na matukio hayo ambayo yanaibuka mara kwa mara katika taifa hilo. Imedaiwa kwamba moja kati ya makundi ya wapigania jihad wamefanya mashambulizi katika maeneo ya shule hiyo. Mtazamaji wa The World News, hii si mara ya kwanza katika nchi ya Nigeria kusikia habari za kutekwa kwa wanafunzi, ambapo iliwahi kutokea huko Bono miaka kadhaa iliyopita, ambapo wanafunzi walitekwa na kundi la Boko Haram. Licha ya kwamba serikali ilifanya juhudi za kuwatafuta watu hao, lakini kwa muda mrefu hali katika nchi ya Nigeria katika suala la usalama bado imekuwa ni gumzo na ni ngumu sana katika taifa hilo. Siku za hivi karibuni, rais wa Marekani Donald Trump alisema kwamba huenda akafanya shambulizi nchini Nigeria katika kile alichodai kwamba ni kushambuliwa kwa Kristo katika taifa hilo, jambo ambalo serikali ya Nigeria ilikataa katakata, ikisema kwamba hilo halifanyiki katika nchi hiyo. Lakini sasa imeonekana wazi usalama nchini Nigeria, hasa katika maeneo ya makanisa pamoja na shule, bado ni wa hali ya chini mno, kiasi kwamba bado utekaji pamoja na mauaji yamekuwa yakiendelea katika maeneo, hasa maeneo ambayo yametajwa na rais wa Marekani bwana Donald Trump, kama ilivyotokea katika siku ya jana Ijumaa baada ya kutekwa kwa wanafunzi katika shule ya Kikatoliki. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.